Unaitwa nani kutoka wapi? Naitwa Dorisi Deo kutoka Mabatini. Kutoka Mabatini. Mabatini ile ya kule kwetu Dubai au ya Mwanza? Pale ambapo umefungiwa daraja zuri kule, mafurika yapo tena. Ndio. Ndio huko umetokea eh? Ndio. Ulishawahi kuvuka darajani na wewe pale? Ndio. Tungewapigia makofi watu wa Mabatini, wamepona. Mkandarasi wa Mabatini ni mzuri, nitampa zawadi. Ametengeneza daraja zuri pale. Maji mafuriko yamekoma. Ndio, karibu sana. Ni kitu gani ambacho Mungu amekutendea dada Dorisi kutoka Mabatini? Namshukuru Mungu sana. Ndio. Kama ulivyosema kwamba unakuwa huna furaha. Katika maisha yangu huwa sina furaha ya afya. Ulikuwa una furaha ya afya? Ndio. Ndio. Nikifurahi siku 3. Ndio. Nitahuzunika hata miezi. Ndio. Huwa sina furaha kabisa juu ya. Kwa hiyo hivi wachawi waogopage hata na mili mlionayo hii mizuri? Yaani hiyo mili hawaiangalii. Watu wanacheka huko. Ndio. Namshukuru Mungu sana. Mungu amenitendea mengi sana katika madhabahu hii. Lakini nina machache tu ya kumshukuru Mungu. Ndio. Wiki iliyoisha nilitoka ibadani. Ulitoka ibadani hapa? Hapa kufika nyumbani nilivyoamka asubuhi sikuweza kuamka. Ndio. Nikashindwa kabisa kuamka. Ukashindwa kuamka? Ndio. Ghafla nikahisi malaria. Nikapelekwa hospitali nikapimwa nikakuta na malaria ringi 5. Ndio. Nikaanza pale pale dozi ya sindano. Nimemaliza nikashindwa kabisa kutembea. Ndio. Wakasema niangalie typhoid. Nikapimwa typhoid nikaanza dozi ya sindano. Nikasiwezi sasa hata kulala wala kupumua. Ndio. Shetani akawa amenifunga ufahamu. Basi hali ikawa ni mbaya, pressure ikawa juu sana. Ndio. Mapigo ya moyo yakawa yameshuka, siwezi kupumua. Nikaa nimetafutiwa specialist nikaenda kupimwa. Wakasema labda nina mafuta mengi mwilini, kwenye damu. Ndio. Vitu vyote walipima, mara na cholesterol, ndio, homa ya ini, vyote nilipimwa. Ndio. Baada ya kupimwa nikagundulika sina matatizo yoyote. Ila nina tatizo dogo sana kwenye hili, kwamba labda nilikuwa natumia vinywaji vikali. Nikasema hapana, sijai kutumia vinywaji vikali. Ukamwambia mimi hapana, mimi sio mnywa gongo mimi. Ndio. Ukakataa pale. Pale yale majibu mimi sikuyapokea. Ndio. Basi kichwa kilikuwa kinaniuma mchana na usiku, siwezi kulala. Hali ni mbaya mpaka daktari ananiogopa kwamba nikirudi nyumbani naweza nikaparalyze. Maana nilikuwa nasikia mwili kwa ndani kama niko ndani ya friji. Kupumua na shindwa. Lakini dadangu mama ya haya akanipigia simu siku ya Jumanne. Akakupigia binti yako mzuri, rafiki yako. Hebu njoo madhabahuni. Yaani ukiwa na marafiki, ndio maana nakwambia madhabahuni chagua rafiki mzuri, mumbea muachie wengine. Usipojua kuchagua watakuchagulia, nakwambia. Watu wengi wamekuwa marafiki wa mbea, mara huyu fulani kapigwa kichwa akatolewa jino. Ukampigia rafiki yako sasa kipenzi. Dadangu Maya Shosti. Naye akiwa anaumwa sana, akaniuliza ndugu yangu wewe unajisikiaje? Nikamwambia yani mimi ndo siwezi kabisa. Naye alikuwa anaumwa naye pia. Yeye akakuuliza unajisikiaje? Na wewe ukamwambiaje? Nikamwambia mimi sijiwezi kabisa. Akasema hata mimi. Mashosti wawili wanaumwa. Sasa tufanyeje? Mtumishi amenipigia, mtujikongoje. Twende na tukaombewe. Kwamba mtumishi amekupigia mjikongoje mje mkaombewe. Akasema mtumishi amenipigia, wewe sikuoni, wa Mabatini simuoni. Nikamwambia tunaomba sana. Nilikupigia wewe, unakumbuka Huyo ndo Mungu anionyeshaga nikiwa hata chumbani. Ndio. Akasema basi tujikongoje tu twende. Mkaja lini hapa? Nikaa siwezi kutembea, nikaa nimeletwa hapa na pikipiki mpaka hapa. Ukaletwa na bodaboda mwenzetu hapa. Ndio. Sio bajaji, bodaboda. Sema bodaboda. Bodaboda. Mungu awape gari zenu, sema amina. Amen. Ndio. Basi nilipofika hapa baada ya maombi pale ulipokuwa unatumwagia maji, nikawa napita na spray na maji. Unatuspray maji anointing water. Yes. Watu mpulizie na huyu kijana pia. Aone vizuri. Haya, yalikuwa ni hivi Ndio. Okay. Ulipokuwa unatuspray, maana hata nyumbani walikuwa na wasiwasi kama nitaweza kufika. Nakwambia muendeshe taratibu sana. Lakini baada ya kunispray pale, nasikia ni kama vitu vinanikaba shingoni. Wakati na spray tu maji unasikia vitu vinakukaba shingoni. Ukarudi ukaniongezea. Nasikia ni kama kitu kinanikaba kinatoka. Ndio. Kinatoka, maana hata kizunguzungu nilikuwa siwezi kuangalia mbele, nilikuwa nimeshikilia pale. Basi nikaona kama ile hali yani inanikaba. Mwenzangu akaniuliza mbona kama umezidiwa zaidi? Ndio. Nikamfanyia tu hivi. Ukamfanyia tulia shosti. Baada ya hapo nikatoka kidogo, kizunguzungu kimepungua ila sijisikii vizuri. Ndio.
Nimefika nikaweza, lakini nilikuwa siwezi kutembea, nikatembea mpaka hapo, nikapanda gari nikaenda. Ukurudi na bodaboda mwenzetu? Sikurudi na bodaboda. Nasema sasa nimeshaombewa hapa, najiamini. Nimefika stand, nikamkuta mume wangu ananisubiri. Stand kabisa. Anajua kwamba sitaweza. Mume wako anakupenda sana Aise, muulize mwenzako, wewe unapendwa na afya yangu aliona. Watu wanapendana mpaka nakusubiri stand, sio mchezo. Wengine mpaka sasa hata kukumbatiana mna miaka 3 sasa hivi. Ndio. Akahisi siwezi kufika, kwa hiyo akanisubiri, chukua pikipiki. Akakusubiri stand Mabatini pale. Nikamwambia hapana, na uwezo. Watu wanapendwa jamani. Upendo la. Ndio. Nikamwambia na uwezo wa kutembea. Basi nikatembea mpaka nyumbani. Nikasikia amani nilipofika nyumbani. Ukasikia amani? Nikaweza hata kufanya kazi zangu zile ndogo ndogo. Kwa kweli namshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu. Siku ya Alhamisi nikarudi. Ukarudi tena Alhamisi hapa. Nikawa najisikia kichwa bado kinazunguka. Ndio. Nyumbani wakaniambia rudi kwenye hospitali yako. Nikaambia narudi Alhamisi. Ndio. Alhamisi nilipotoka hapa nikawa mzima kabisa. Ukawa mzima? Hata yule daktari alikuja kunitembelea akanishangaa. Akakushangaa. Akaniambia sasa hivi unaweza kutembea? Nikamwambia nimepona. Nimeshapona daktari. Nina nguvu kabisa. Ndio. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Amenitendea mambo makubwa. Nilikuwa nimekata tamaa. Nilijua temu hii ndo basi. Lakini Mungu ni mwaminifu sana. Mwaka huu Mungu anarejesha kilichokufa, sema amina. Anafufua vilivyokufa, sema amina. Ingekuwa ni ungejipigia makofi mazuri. Mungu amenipitisha katika mambo mengi. Niliwahi kupigwa radi lakini sikuwahi kushuhudia. Kwa hiyo nimeona hata hili Mungu alilonitendea. Nikamshukuru Mungu hata ndio ulikujaga umepigwa radi hapa, mikono imekakamaa hivi, aongei tena, amekuwa bubu. Nilipigwa radi nikapata stroke ya mkono na mguu na sikuweza kuongea. Lakini nilipofika mara hapa, kwanza nilianza kupigwa na paka kwenye bega. Unaanza kupigwa na paka live? Live, yani tunatembea hivi barabarani tuko foreni hivi, nikashangaa yule paka karuka kaja kunipiga mimi begani. Wewe peke yako, kawapita wengine wote? Watu wote wakashangaa. Anarukiwa mpaka na paka. Amekuja kukugonga wewe begani. Paka wa Mabatini huyo, anaitwa paka Mabatini. Anachagua nao watafuta. Aise, akakwaruza bega gani hapo? Yaani akanisukuma kama nimepushiwa na kitu kizito. Au kuanguka? Sikuanguka, ila nikapata hofu. Ingekuwa paka wa kawaida singepita hata miguuni, ningesema wanakimbizana. Kwa nini amekuja kunikuruka mpaka kunipiga bega? Mnaona hivyo vitu Lakini kumbe hilo lilikuwa ni onyo la kwanza. Mara ya pili ndo nikaja nikapigwa radi. Kapigwa radi? Ndio. Nilipigiwa na mume wake, anambia pastor, mtoto wako huko nyumbani hali si hali, radi imepita naye. Nikamwambia beba lete madhabahuni. Hata kama atakuwa amekufa siku 3 tunamfufua hapa madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka siku ilikuwa darasa la katikati ya wiki, alikaa pale hivi. Wakati nimegusia point moja, nilisikia aliyekuwa ameparalyze aongei tena, amepigwa na radi, amekuwa bubu, ametoa macho tu. Akaanza kunisonta kidole, wewe pastor. Wewe pastor. Hiyo kilipu mje muitafute, niliiona siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaombewa siku hiyo, walinichukia wachawi wa Mabatini, wachawi paka. Nikasema potelea mbali nichukieni, lakini mtu anaokolewa. Sema amina. Ameokolewa mpaka leo. Sema amina. Tukio la pili ndio ile amelishinda na lenyewe, na mwaka huu tumegoma kufa afi mtu kwa jina la Yesu mpaka tutimize kusudi la Mungu. Sema amina. Mungu akubariki sana. Neno la mwisho. Tukio la 4. Tukio ile matukio mawili, mara ya 3 nilikuwa navuka barabara, mguu wangu ukajikunja. Ulikuwa unavuka barabara mwenzetu? Unapiga tambo pa? Mguu ukajikunja, nikashindwa kutembea. Ukajikunjaje? Hebu tuonyeshe. Yaani ukajikunja hivi. Hivi. Kwa hiyo nikashindwa kutembea. Ilikuwa katikati ya barabara au? Yaani nimeshavuka sasa. Kuna kadaraja kama haka. Navuka hivi. Mguu ukajikunja pa. Ikabidi nirudi nyuma. Ukarudi nyuma hivi. Ulipigiwa simu, nilikuwa Aga Khan na hali mbaya sana mpaka watumishi walikuja kuniona. Nilikuwa natembelea mti. Ndio ulikuwa unaenda kuemea mzigo wa dukani, ile hela ikaishia Aga Khan. Ndio wewe? Ndio. I say. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Mama ana shuhuda nyingi. Siku moja amekusanya hela yake nzuri, anaenda kuemea mzigo wa biashara, anavuka barabara, mguu kajikunja pa, wakamrudisha nyuma. Kitendo cha kurudi nyuma mguu umejikunja, maana yake wanarudisha hatua zake nyuma. Alikuja kujikuta yuko Aga Khan Hospital, hela ilipoisha ya kwake ya mtaji na ya mume wake akapona. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nawaambia mahesabu ya shetani ni mabaya sana. Usipoyajua namna ya kupaa nao, kutembea nayo, ni kazi ngumu kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kazi ngumu kufanyaje? Kufanikiwa. Shukuruni sana. Hii madhabahu huenda kama isingekuwepo hapa,
hatujui ni wangapi wangekuwa wameshakufa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imepigania watu wengi. Ndio maana nitakuwa muipende sana hii madhabahu, muiombee sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la mwisho nawaambia nini watu wanaokutazama kwa njia ya YouTube, Facebook, dada yetu? Neno la Mungu sina mengi zaidi, namshukuru Mungu sana kwa madhabahu hii, amenitendea mambo makuu sana. Katika maisha cha msingi ni afya. Mungu amenitendea. Amekutendea. Amina. Namshukuru sana hata walio na changamoto za afya, changamoto zozote, wahudhurie mahali hapa. Watapokea uponyaji, watafunguliwa. Mungu anatenda. Amina. Aise, tupige na picha ya ukumbusho maana haya matukio gajirudia haya. Tupige na picha ya ukumbusho maana kipiga picha na mtumishi wa Mungu unaenda na mbinguni kabisa, wako unalindwa na malaika wa watu. Aise, chiefs. Tabasamba sisi kaungua picha. Aha, ndio. Wanatabasamu huko. Amen. Barikiwe sana.